Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri ya Yesu Kristo katika ufalme wa Yesu kuhusu wakoma. Leo tutajifunza siri ya wakoma katika ufalme wa Yesu. Tutaanza kufahamu kwanza kwa ufupi kidogo maana ya wakoma ni nini. Wakoma ni nini? Wakoma kibiblia ni watu waliotengwa na watu kwa sababu ya ugonjwa wa ukoma unaoambukizwa kwa njia ya hewa, kama tu jinsi ilivyokuwa inaambukizwa hii corona iliyopelekwa kuzimu na Yesu Kristo ikanyamaza kimya. Rejea Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 3 hadi wa 6. Basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twendeni tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. Kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Shami amewajili wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Hao ni Washami wanaongea kabla ya kukimbia baada ya kusikia kishindo. Umeona? Tunaposoma Biblia hapa, wakoma zamani walitengwa na watu, lakini Mungu hakuwatenga. Na tunaposoma hapa tunapata shuhuda. Wakoma wamekaa pale, wagonjwa wale wakaanza kuwaza, je, tufe hapa? Hapo tunapewa ufunuo, kujiua ni hatari. Tufe hapa kizembe, twende kwa Washami. Maana Washami walikuwa ni adui zao ndio, lakini walikuwa na chakula. Halafu tukiingia mjini kuna njaa, hawana chakula. Wakaadhimu waende kwa Washami adui zao, wenyewe wanataka nini? Chakula tu, wafe wakiwa wamekula. Mungu ajabu sana. Mungu akapeleka kishindo. Kile kishindo walikisikia Washami tu, lakini wakoma hata hawakuelewa hicho kishindo. Wale Washami wakaambizana wenyewe katika fikra na yule shetani maana ni wagiza daima, kwamba Waisraeli wameazima, wamekodi majeshi kuja kutuangamiza. Wakakimbia, wakaacha kila kitu, chakula tele. Tunapoangalia hapa tunajifunza jambo. Mungu ni upendo. Mungu ni wa watu wote. Mungu anapenda hata wewe uliyetengwa, unaojiona una ugonjwa, ndugu wamekutenga, watu wamekutenga, Mungu hajakutenga, ndio maana unapumua. Muombe Mungu azihilike kama jinsi wakoma walivyoachilia neno hapa. Maana wakoma, tunaposoma shuhuda hii, wanatushuhudia sisi ambao tupo hai tupate kujua kumbe kuna mambo yalifanyika huko nyuma ili tupate kupona. Kumbuka jambo hili, usisahau. Mungu aliyefanya kishindo kikubwa huyo alikuwa ni Yesu Kristo. Alikuwa bado yuko mbinguni, hajafanyika kuwa mwili kuja duniani. Baada ya Yesu kuja duniani, alikuja kuwasaidia tena wakoma, tena zaidi ya 10. Sasa wakoma wale walikuwa wametengwa pia. Wamwona Yesu na kusikia sauti, anapita anaenda Yerusalemu.
wakatoa sauti kwa kishindo, wakasema, Yesu, tusaidie, uturehemu. Tuone jinsi Yesu alivyowaponya. Walipokea uponyaji wa kishindo, na kuna jambo la kujifunza pia. Hebu tuangalie kitabu cha Luka 17 mstari wa 11 hadi 19. Kinasema, ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya, ni Yesu Kristo. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, ni Yesu Kristo na wakoma. Wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona, aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Huyo Msamaria akaanguka miguuni pa Yesu akamshukuru. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Hata sasa hivi anaongea na wewe, hawakuponywa wote 10? Pengine naongea na mtu ameshawahi kufanywa miujiza mikubwa na Yesu Kristo, lakini shukrani hajawahi kurudisha hata ya kutamka. Shukrani ya sadaka haitoshi. Unaweza ukatoa sadaka bila kutamka. Wengi mnaenda kutoa shukrani kwa makuhani, mnasahau kumonyesha utukufu Mungu. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Umeona, Yesu ni Mungu. Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Alirudi kumpa Mungu utukufu, hakungangana kwa makuhani. Ukumbuke kuna shukrani ya kujionyesha kwa makuhani ili wapate kuona utukufu wa Mungu, lakini shukrani ya kumpelekea Mungu moja kwa moja na kunena naye ni kubwa kuliko makuhani. Sawa, tutoe, lakini zaidi ya yote mshukuru Mungu na kusema, Mungu na kushukuru Mungu wa mbinguni kwa kunitendea haya. Ndicho Yesu Kristo anapotushuhudia neno hili, anataka tuenende hivyo. Sijui hii injili toka umehubiriwa, umeshawahi kutafakari hawa wakoma 10 walivyopokea uponyaji? Sijui kama unafahamu, ni hongera sana, lakini sijui naongea na mtu. Ulishawahi kutafakari kwa kina hawa watu 10 walipokeaje uponyaji huu? Hawa watu 10, kumbuka, walikutana na Yesu, akawaambia neno moja tu, akuongea neno lingine tofauti na hapo. Aliwaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Unaona, kuna jambo la kujifunza hapa. Wakoma hawa 10 walikuwa na imani kubwa sana. Maana walipoambiwa na Yesu, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani, hawakubisha au kutoa sababu kama za yule mkoma mmoja, Naamani, aliyembishia mtumishi wa Mungu Elisha wakati amemwambia, nenda ukaoge mto Yordani mara 7, ukoma na ngozi yako itakuwa safi. Tutasoma kidogo, kurejea kidogo tupate kuelewa haya ninayoongea yapo wapi. Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 10 hadi wa 11 inasema hivi, naye Elisha akampeleka mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema, tazama, narizani bila shaka utatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Unaona, wengi tunapenda tushikwe, wengi wanapenda kuombewa, wengi huwa imani imetindika. Tunaposoma ushuhuda wa wakoma hawa 10, imani ya kwenda kujionyesha kwa makuhani, tunajengwa na kuimarishwa tukue kiimani. Tuwe na imani, kwa sababu imani ndio imebeba hatima ya maisha yetu. Pasipo imani hakuna jambo lolote ambalo linaweza kutokea. Pasipo imani hakuna jambo lolote ambalo linaweza kutokea. Ndiyo maana kuna watu imani zao hazipo paka wakaombewe, wapokee imani kupitia mtu fulani. Lakini Yesu Kristo hicho kibanzi alikiondoa msalabani. Akasema, wakati ni wa kupeleka shida zenu mbele za Mungu, na utakayo yaomba mtayapokea, bali ombeni tu, ombeni. Sasa tunafundishwa kuomba.
twende mbele zetu kwa Mungu, twende na imani zetu. Kama hawa wakoma walienda wakiwa na imani kubwa. Lakini jambo la pili, tunafundishwa kwamba tuwe na moyo wa shukrani. Shukrani inampa Yesu morali ya kukufanyia mengine mazuri zaidi. Unaposhukuru unapata mengine zaidi. Kumbuka huyu Msamaria aliporudi kushukuru, anatufundisha pia Yesu kwamba tuwe na moyo kama wa huyu Msamaria. Kumbuka Msamaria alikuwa ni mtu wa mataifa. Mtu wa mataifa maana yake ni wapagani. Alirudi kushukuru. Maana yake hapa tunafundishwa shukrani ni nzuri zaidi. Mungu wetu anafanya kazi na sisi katika ulimwengu wa roho. Kadri jinsi tunavyotamani sisi kutendewa, ndivyo na yeye Mungu anatamani vile vile kutendewa. Lakini pia tunaposoma injili hii ya Yesu kuhusu wakoma hawa, inatupa picha watu wengi sana hawana moyo wa shukrani. Hawana moyo wa shukrani kwa Mungu wao. Mbaya zaidi, watu wengi hasa wale wana wa Mungu kabisa hawana shukrani kwa Mungu. Kwa sababu hapa tunapoangalia huyu Msamaria alikuwa ni mtu wa mataifa. Mtu wa mataifa maana yake ni mpagani. Alikuja kushukuru. Ndiyo maana Yesu Kristo alisema huyu mgeni amekuja kushukuru. Mgeni maana yake hakuwa katika ufalme wa Mungu toka mwanzo. Ni mgeni katika ufalme wa Mungu, lakini amekuja kushukuru. Na hii inatuthibitishia kwamba watu wa mataifa wakimwona Mungu wana shukrani kubwa sana kuliko watu wa dini. Wakimwona Mungu wanaona vile vitu ni halali yao, kwa sababu wanajihesabia haki kabla Mungu hajawapa haki. Watu wa dini, wana wa Mungu, wanajeuri mbele za Mungu. Tunaweza tukatumia kitabu kimoja cha Hesabu sura ya 11 mstari wa 4 hadi wa 6. Waisraeli jangwani walikaa miaka 40 wanakula kware, wanakula mikate kutoka mbinguni, maana. Lakini walifikiria mahala wakawa wanalaumu Mungu, hawakumshukuru. Na pamoja na yote aliyowafanyia huko nyuma, fimbo, mikate hiyo, kware kushuka, bahari kugawanyika. Kisha makutano, wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa. Wana wa Israeli nao wakalia tena, wakasema, ni nani atakayetupa nyama tule? Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure, na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu saumu. Lakini sasa roho zetu zimekauka, hapana kitu chochote, hakuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii mana tu. Maana ni nini? Maana ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kikadondoka kabisa kama jinsi mvua inavyoonyesha. Ilikuwa ni kware na mikate. Miaka 40 wanakula Waisraeli jangwani, hawakulima, hawakuwa na shamba. Wanaandaliwa na Mungu kwa ajili ya vita, kwenda kuikabili Kanani iliyokuwa imekaliwa na makafiri, waasi wa Mungu aliyowapa Waisraeli kama zawadi kupitia mtumishi wake Ibrahimu mwenye imani kubwa. Aliwapa hii nchi waimiliki. Kwa hiyo hapa hawakumshukuru Mungu. Aliwapiga waliangamia wote. Walienda kurisi watoto wao tu. Tunapata picha ya kujifunza jambo. Lazima tujifunze hata sisi tuliopo hapa kwamba wakati wa shukrani ni wakati wa ibada. Unaposhukuru ni ibada kabisa. Unaweza ukashukuru hata katika ulimwengu wa roho kwamba Mungu kuamka mimi ni muujiza. Wengi wameondoka, na si kwamba mimi ni bora zaidi ya wale. Na kushukuru, nipe kibali tena cha kunipa siku mpya yenye baraka na mafanikio. Zaidi ya yote nipate kuurisi uzima wa milele. Mungu anafurahia sana anapopata maombi ya shukrani. Kukukumbusha jambo moja, katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Paulo na Sila walifungwa, wakapigwa minyororo mikubwa sana. Lakini wakiwa gerezani, wala hawakuwaza kulaumu. Walianza kuimba nyimbo za kuabudu na kumshukuru Mungu. Ndipo malaika alitumwa kutoka mbinguni, Mwokozi akaja akalifungua gereza pasipo funguo. Maana vyote hivi Mungu aliviumba, funguo ziko mikononi mwake kwa neno lake. Walitoka salama. Ndivyo Mungu alivyo. Tunapaswa wakati huu
tumshukuru Mungu kwa kila jambo, lakini zaidi ya yote tumwamini Yesu Kristo, maana sasa tunamwabudu Mungu tunayemjua ambaye ni Yesu Kristo. Kuna watu wachache bado hawajaelewa wanamwabudu Mungu gani. Sisi tunamwabudu Mungu tunayemjua. Mungu wetu ni Yesu Kristo, maana Yesu Kristo ndiye aliyetuokoa, ndiye aliyetupatanisha Mungu pamoja na mwanadamu, na ndiye yeye alijifanya kuwa mwanadamu lakini hakuwa mwanadamu ili tupate kutawala pamoja na Yesu Kristo. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.